Naitwa Daktari Rahel Mkola, daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Leo tutazungumzia kuhusiana na kujiua au kwa Kiingereza tunaita suicide. Kutokana na kwamba mwezi huu Septemba huwa kuna maadhimisho ya kuhamasisha kukinga kukinga wenzetu wasiweze kujiua au prevention, suicide prevention. Yes. Sasa nitaanza kwa kuelezea kujiua ni nini. Kujiua ni kile kitendo cha mtu kutoa uhai wake, na kujiua mara nyingi limekuwa ni jambo ambalo yamkini linaonekana kwamba sio neno zuri, kukali nasemwa lisizungumzwe, lakini hatuna budi kuzungumza kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa mfano ulimwenguni karibia takriban watu 720,000 wanakufa kwa kujiua, wanafariki dunia kwa kujiua kila mwaka. Na pia tatizo hili halibagui wala halichagui mtu kwa kupata. Inatokea watu walika zote, na maanisha kuanzia vijana, wazee, watu wa uchumi wa kati, uchumi wa juu, watu wa uchumi wa chini. Lakini pia tunaona kwamba hivi karibuni hata hapa Tanzania tatizo limekuwa kubwa. Wengi tunaona taarifa za habari, machapisho mbalimbali ya magazeti tunaona. Na nizungumzie tu kwa takwimu kulingana na uwiano wa vitu kadha wa kadha. Kwa mfano, uwiano kati ya wanawake na wanaume katika kujiua, inasemekana kwamba ni uwiano ni kati ya wanawake na wanaume ni 3:1. Kwa hiyo kati ya suicide au kujiua kuna au vifo vinavyotokana na kujiua ni mara 3 zaidi vinatokea kwa wanaume kuliko kwa wanawake. Sasa nini dalili za mtu ambaye anataka kujiua? Ni seme tu the alarming, kwa Kiswahili kizuri naweza nikasema dalili za onyo kwamba ndugu yangu huyu inabidi niwe naye karibu, kwa sababu namna inavyoonyesha ni kama ana dalili za kujiua. Unapoona mtu anazungumzia sentensi kama zifuatavyo kwamba bora ningelala leo nisiamke, ningefurahi sana kama ingetokea nimelala halafu nisijaamka, au bora ningekuwa nimekufa, au nitajiua, iko siku nitajiua. Kwa hiyo tukiona sentensi kama hizo zinatoka kwa ndugu na jamaa, marafiki, au sisi wenyewe tunaanza kupata mawazo hayo, tuone hii ni dalili ya changamoto, na kwamba mawazo haya yanaweza kutupelekea kuanza kufanya jaribio la kujiua. Sawa? Na sasa tukiona ndugu yetu anapata hizo dalili, cha kwanza kabisa, namna ya kumsaidia, tunapaswa tumsikilize kwa upendo pasipo kumhukumu. Mara nyingi tumesikiliza kwa kuhukumu, na watu hawa wameshindwa kufunguka na kuelezea zaidi kwa nini wanapata hisia hizo. Lakini tuwepo kwa ajili ya kutoa usaidizi wa mawazo, lakini hata kwa kuwafikisha mahala pa msaada. Kwa hiyo mtu akiwa na mawazo namna hiyo, tuwe karibu kusudi kuendelea kumpa support na kumwelekeza sehemu ambayo anaweza kupata msaada zaidi. Kingine ni kufika kwenye vituo vya afya vilivyo karibu kwa ajili ya msaada, na kama uko karibu na hospitali ambazo
vitengo vya afya akili na magonjwa ya akili kama Bugando. Kwa hiyo utahitaji kumleta mgonjwa wako katika hospitali ya Bugando, ambapo watakutana na wataalamu. Kuna madaktari bingwa wa afya akili, magonjwa ya akili, lakini tuna wataalamu wa saikolojia, tiba mazungumzo na zingine, na tuna wataalamu wa tiba kazi na wa ustawi wa jamii. Kwa masaidizano ya wataalamu hawa wote tunaweza kumsaidia mtu asijiue. Niseme kwamba kuna dhana potofu ambazo ziko kwenye jamii zetu. Mara nyingi nitazungumzia dhana potofu chache, baadhi ambazo zipo, kwamba mtu akishawaza kujiua au akitaka kujiua hakuna kitu tutafanya kumsaidia. Hii ninasema si kweli. Ukweli ni kwamba mtu ambaye ana hisia za kujiua au ameanza kupata mawazo ya kujiua, kwa sababu swala la kujiua linaanza na wazo. Mtu anawaza kujiua. Mtu aliyepata mawazo ya kujiua na tukawa karibu naye tukamsikiliza, inaweza kutusaidia sisi kumwezesha kupata utatuzi wa changamoto anaopitia, na hata tukamkinga na kuendelea na jaribio la kujiua na hata kifo tukakikinga. Basi wito wangu kwa jamii, tunapopata ndugu ambaye anawaza kujiua, maana kwenye kujiua kunaanza na wazo, lakini inaanza sasa ule uthubutu au jaribio la kujiua na mipango ya kujiua. Tunapoona mwenzetu anaanza kuwa na mawazo ya kujiua, amepata jaribio la kujiua, mwenye mawazo ya kujiua, tuanze kuzungumza naye, na kisha tukiona hatuwezi kufikia mwafaka, tufike kwa wataalamu. Tunawakaribisha Bugando, wataalamu tupo masaa 24 tupo Bugando, tunafanya kazi hizo. Lakini mtu ambaye amefanya jaribio la kujiua awaishwe hospitali kwenye matibabu ya mwanzo ya kumsaidia ili asife. Lakini baada ya kuwa amekaa vizuri, ni vyema basi afike kwenye kitengo cha afya na magonjwa ya akili kwa ajili ya uchunguzi na mwendelezo wa matibabu. Tuvunje ukimya, tuzungumzie kuhusiana na masuala ya kujiua, tusione aibu kuyazungumzia. Katika kuzungumzia tunaweza tukapata suluhu na kuzuia wenzetu kujiua, na tutambue ya kwamba maisha yana thamani kubwa. Maisha yetu ni ya thamani na tuyajali. Hitimisho sasa, hakuna ambaye ana chanjo ya haya magonjwa. Hakuna mtu ambaye amesema mimi sijawahi kuwaza kujiua. Kuwaza kujiua kunaweza kukampata mtu yoyote. Unapopata changamoto hii, ni vyema uwe karibu na watu, pata watu kwa kukusikiliza. Na unapokosa kabisa mtu wa kukusikiliza, au unapoona kwamba humwamini mtu yoyote anayekuzunguka, basi tufike hospitalini kwa ajili ya msaada. Na pia tuondoshe unyanyapaa, kwamba kujiua sio kwamba mtu huyo ni anafanya kosa la jinai au labda amekosa imani. Ni kwa sababu anapitia changamoto za magonjwa ya akili, lakini pia inaweza kuwa changamoto za kiuchumi, changamoto za kindoa, changamoto mbalimbali. Kwa hiyo karibuni sana Bugando kwa ajili ya msaada zaidi. Asanteni.